Bwana Yesu asifiwe sana. Nakusalimia kwa jina la Yesu Kristo. Ninaamini uko mzima. Kama una shida yoyote, Mungu akusaidie uweze kupata uzima. Kwa majina naitwa Amos, ni katibu kiongozi wa Free Generation Choir. Tunalo neno ambalo tumekuja kwa ajili ya kushare na wewe siku ya leo kwa ajili ya baraka kwenye maisha yako. Tunalo somo ambalo tutaenda kujifunza siku ya leo kwa ufupi sana, ambalo somo linasema amani ya kweli. Je, amani ulionayo unayoipata kazini ni amani ya kweli kwenye maisha yako? Je, amani unayoipata katika familia yako ni amani ya kweli kwenye maisha yako? Na je, amani unayoipata katika hayo mahusiano uliopo ni amani ya kweli ambayo inatokana na Mungu kwenye maisha yako? Lakini pia katika kazi unazofanya, je, hiyo amani unayoipata ni amani ya kweli ambayo imetokana na Mungu? So tutaenda kujifunza siku ya leo juu ya hili jambo la amani ya kweli. Tutatumia mstari ambao utatoka katika kitabu cha Ayubu sura ya 20 na ule mstari wa 21 nitasoma, ambaye inasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ili upate amani, ndipo mema yatakapokujilia. Maana yake kuna vitu vitatu katika mstari huu ambavyo tunaviona. Jambo la kwanza linasema mjue sana Mungu, hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili linasema ili upate amani, hilo ni jambo la pili. Lakini jambo la mwisho na la tatu linasema ndipo mema yatakapokujilia. Maana yake haya mambo matatu yanaenda kwa step, yanaenda kwa kufuatana. Maana yake unaanza na jambo la kwanza, unakuja la pili, then unamaliza na jambo la tatu. Hauwezi kurukia kwenye jambo la pili kabla ya kuwa kwenye jambo la kwanza. Maana yake hautakuwa umeenda kiprotocol, hautakuwa umeenda kwa step. Unaanza step ya kwanza, ya pili, mpaka step ya mwisho ambayo ni step ya tatu. Step ya kwanza inasema mjue sana Mungu. Sasa tunamjuaje Mungu? Kumjua Mungu kuna mambo matatu. Mambo matatu haya ndio yanatakiwa yakusaidie wewe kumjua sana Mungu. Jambo la kwanza ni kumpokea Yesu kuwa ni mwokozi wa maisha yako. Pale unapokiri kwamba Yesu ndio mwokozi wa maisha yangu, alikufa na kufufuka kwa ajili ya dhambi zangu. Wewe haukuwepo wakati unazaliwa, lakini Yesu tayari alishalipia dhambi zako. Maanake dhambi zako za kesho kutwa tayari zimeshalipiwa, kwa sababu yeye alikufa hata kabla wewe hujazaliwa. Maana yake nikikuuliza swali kwamba Yesu wakati anakufa wewe ulikuwepo? Haukuwepo. Maana yake hata alipokufa sisi hatukuwepo. Maana yake tayari dhambi zetu zimeshalipwa, tayari tumeshalipiwa deni. Jambo la pili ni kusoma neno. Baada ya kuwa umempokea Yesu, jambo la pili ni kusoma neno, yani kusoma Biblia. Biblia ndio mwongozo wa sisi wa Kristo. Baada ya kuwa tushampokea Yesu, Biblia ndio inatuongoza tufanye kitu gani, tusifanye kitu gani, kwamba kwa wakati huu tunatakiwa tuende namna hii, tunatakiwa tusifanye jambo hili. Kwa hiyo Biblia inakusogeza karibu na uso wa Mungu, inakusogeza wewe ili umjue sana Mungu. Lakini jambo lingine la tatu na la mwisho ni kufanya prayer, ni kufanya maombi na ushirika na Mungu. Maanake ushirika na Mungu ni kufanya yale matendo yanayotakiwa kufanywa kama Mkristo: kushiriki ibada, kushiriki ratiba za kanisa, kushiriki matendo mema, lakini pia na kufanya maombi wewe binafsi, maombi yako mwenyewe, kushiriki maombi ya kanisa. Maanake hiyo ni njia ya tatu ya kukusogeza karibu na uso wa Mungu. Lakini jambo la pili kwenye mstari wetu linasema ili uwe na amani, ili upate amani. So baada ya kuwa umeshamjua Mungu ndipo unapata amani. Usijitengenezee amani ya kwako mwenyewe bila kumjua Mungu. Ukishamjua Mungu, yeye ndiyo anakutengenezea amani. Maanake kama kuna mahitaji ya kazi, yeye ndio atakuletea kazi ambayo inakupa amani ya kweli. Yeye ndio atakuletea mtu au mwenza ambaye atakuwa ni amani ya kweli kwenye maisha yako. Yeye ndio atakuletea familia nzuri, yeye ndio atakupa familia iliyo na amani. So baada ya kuwa umeshamjua Mungu ndio amani inafuata. Sio uanze na amani ndio uje kumtafuta Mungu, kwamba mimi nimtafute kwanza mke au mimi nitafute kwanza kazi, nipate kazi ndio nije kumjua Mungu. Hapana, unaanza kwa kumjua Mungu kwanza, alafu Mungu ndo anakupa amani. Baada ya kuwa umepata amani na umemjua Mungu, ndipo mema yanapokujilia. Mema ni yapi? Mema ni pamoja na kazi ya mikono yako, ni pamoja na elimu yako, kwenye ufaulu wa masomo yako. Hayo ndio mema yanakujilia, lakini pia ni mwongozo wa maisha yako. Maana yake yale mema utakayokuwa unayapata yanayotokana na amani ya kweli, ni mema ambayo yametokana na Mungu. So hata mwisho napokuja kuhitimisha somo letu, nakuja kujifunza
kujifunza au kupata faida za hii amani ya kweli, au faida za kumjua Mungu. Faida za kumjua Mungu, faida ya kwanza ni kupata mwongozo halisi wa maisha yako, kupata direction halisi ya maisha yako, kwamba natakiwa nitoke hapa niende hapa, natakiwa kutoka hapa niende sehemu fulani. Mwongozo halisi wa maisha yako unaupata kwa kumjua Mungu na kuipata amani ya kweli. Lakini jambo jingine ni kupata uzima wa milele. Uzima wa milele kupata kwenye maisha yako. Baada ya hayo yote, kuwa tayari umeshajifunza kwamba amani ya kweli unaipata kwa namna gani. Tutaendelea zaidi kujifunza kadri Mungu atakavyokuwa anatupatia nafasi. Mimi ni Amos kutokea Free Generation Choir. Unaweza ukapita kwenye peji zetu za Free Generation Choir, ukafika ukasubscribe, ukashare, ukacomment, ukatoa maneno mazuri. Pia tunakukaribisha wewe kijana, wewe mtoto wa kike, wa kiume, mwenye huduma ya uimbaji, tunakukaribisha Free Generation Choir. Tunatamani kufanya huduma na wewe. Popote utakapoisikia sauti hii, usisite kutoa taarifa yako, kutoa ujumbe kwenye akaunti zetu. Tutajibu ujumbe wako na tutakupokea kama mwanafamilia wa Free Generation Choir. Mungu awabariki sana, ninawapenda sana.